Hizi shutuma ambazo zinaelekezwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa kuhusiana na matumizi ya pesa, wengine wakisema pesa zichunguzwe ama mwenyekiti achunguzwe. Nyinyi kama vijana na mmekaa kimya, sioni sehemu yoyote mkisema mtoe argument ama kuna nini hiyo. Hili nyinyi linawaweka katika wakati gani? Ya kwanza sisi vijana wa Chadema kwa maana ya Bavicha, na nitumie pengine fursa hii kulizungumzia jambo hilo kwa hatua sasa. Nafikiri itakuwa ni kwa niseme labda mara ya mwisho, kwa sababu changamoto zinazowakumba vijana kwenye taifa letu, kwa mfano changamoto ya ajira, juzi nilisema hapa, watu kutekwa, matatizo ya watu kukosa mitaji, mazingira mabovu, ya maeneo mengi sana, kwa maana ya changamoto kiujumla zinazowakumba vijana hazitatuliki kupitia yani hiyo mada ya kuhusu huo mjadala wa kuhusu hizo sui pesa, shutuma zinazo kumba makamu mwenyekiti, hazitatuliwi kwa kujadili jambo hilo. Yani huo si kwanza tunaamini ni umbea, kwa sababu taratibu na sheria za chama chetu ziko wazi. Kama una malalamiko yoyote fuata utaratibu. Sasa hatuwezi kuwa na chama ambacho kwenye hili taifa ambalo lina majimbo 276 kuna viongozi, mwenyekiti wa jimbo kila hiyo jimbo kati ya majimbo 276. Kwa mfano kungekuwa kuna changamoto ndani ya chama, taifa ambalo lina vijiji 12318, yani kila mwenyekiti wa Chadema kwenye jimbo akiwa anasimama anazungumza kuhusu jambo kama hilo, maana yake sasa hicho hakiwezi kuwa chama cha siasa. Kama mtu una malalamiko ya jambo lolote, upo utaratibu wa ndani ya chama kuufuata, na bahati nzuri katibu mkuu wa chama chetu ameshasema maazimio ya kamati kuu na alishalijibia swala hili. Kwa sisi tunaamini vijana wa Chadema mjadala wa jambo hilo ni kutaka kututoa kwenye reli. Sasa angalau na sisi tumeshavuka hizo level za kutolewa kwenye reli kirahisi. Ajenda yetu sisi kwa sasa tunatumia nguvu kubwa kuhakikisha tunafanya baraza letu kuu mwezi wa 9, tone madai ya katiba mpya na kudai mwenyekiti wetu aachiwe. Lakini wanaosema hivyo unakuta ni wanachama na wengine ni viongozi katika wilaya zao ama katika kanda zao. Unadhani kwamba kama unafuatilia vizuri, nafikiri umewaona hata unaweza kusema ni wanachama wa kuchora, wanachama maroboti. Zimeshafanyika press nyingi sana za kuonesha kwamba hata wanaotoa hayo matamko sio wanachama, wengine sio viongozi. Mimi nitakutolea tu mfano. Kuna kijana alijitokeza akajiita yeye ni katibu wa Bavicha mkoa wa Pwani. Huyo mtu hata sio mwanachama wa Chadema, lakini amevaa t-shirt ya Chadema. Na pengine hii tutoe wito pia hata kwa jeshi la polisi. Siku chache zilizopita walimkamata muuzaji wa vifaa vya Chadema, wakachukua vifaa vyake. Paka leo taarifa tulizonazo hawajawahi kumrudishia hivyo vifaa. Leo tunakutana na watu ambao hata sio wana Chadema mitaani, wamevaa nguo za Chadema na wanafanya press za kuhusu mambo ya Chadema. Tunachelea kusema kwamba pengine hizo sare zilizochukuliwa na polisi pengine ndo hizo ambazo hao watu wanapewa kwenda kufanya hizi press wanazozifanya. Lakini kama watu wanatumia nembo yenu, wanatumia vifaa utambulisho wenu nyinyi kufanya vitu ambavyo sio vya Chadema, sheria ziko wazi. Mmeshawahi kwenda polisi mkatoa taarifa, ili hata kesho na kesho kutwa likitokea bwana mnasema sisi polisi tulishapeleka taarifa, kuna 1 2 3. Ndio maana nimesema sijajua labda ufuatiliaji wako haya mambo, kwa sababu siku 2 zilizopita katibu wa Chadema kanda ya Pwani Ntele Benjamin amezungumza na vyombo vya habari na kusema kwa ngazi yao ya kanda ya Pwani hatua watakazozichukua kwa watu wanaotumia nembo ya chama. Lakini bado hawajaenda polisi. Kuchukua hatua ni zaidi tu ya kwenda polisi, kwa sababu kama kutakuwa kuna kesi tofauti na kesi, polisi zinaenda kesi za jinai. Kwa kama tunataka kufungua kesi nyingine tofauti na kesi ya jinai, maana yake sio lazima kwenda polisi. Kwa kwenda mahakamani moja kwa moja. Haswa ndo maana nikasema kwamba hatua zitachukuliwa kwenye maeneo husika kuhusiana na mambo haya. Yes. Unasale au unaendelea? Mimi nitaka tu kuuliza kwa ujumla, kwa sababu au unaogopa mashambulizi ya mtandaoni? Hapana. Mimi nafikiri kiu ya watu wengi ni kupata ukweli. Nafikiri kiu ya watu ni kupata ukweli, na ni jambo zuri unapokuwa na viongozi kama ndugu yetu hapa mwenyekiti wa Bavicha, kwa sababu watu wanasikia kutoka kwa mhusika mwenyewe kuliko kusikia ya mitandaoni. Nimependa ambapo ulikuwa unajibu swali la kwanza la Makrina kwamba nyie focus yenu
ni vijana na kuna baadhi ya mambo ambayo mnafikiri ni ya msingi kwa vijana, na interview ya kwanza pia uliongelea namna ambavyo vijana ni asilimia kubwa ya taifa hili, takriban 70% siku ile ulisema. Nilitamani kujua changamoto za vijana tunazifahamu. Kuna vijana ambao wanaongelea masuala ya ajira, masuala ya ujasiriamali, elimu ambayo ni sahihi kwa vijana. Kama Chadema ingalikuwa na nafasi ya kuongoza, hypothetically Chadema ndio yuko in power, unafikiri ni vipaumbele vipi ambavyo Chadema angeweza kuvichukua kwa address issue za msingi kwa vijana? Ya, cha kwanza sisi tumesema na tumekuwa tukisema mara nyingi kwamba msingi wa kwanza ni mfumo kiujumla, mfumo wa namna ambavyo taifa letu linaendeshwa. Kwa hiyo chochote unachokiona msingi wake ni kwamba sheria mama inasema nini, kwa sababu kama nilivyosema ambao ndo katiba. Yes, ambao ni katiba. Na msingi wa kulijibu swali hilo ni kwamba huwa napenda kurifaa hotuba ya rais wa Marekani Barack Obama mwaka 2009 alivyokuja Afrika. Alitembelea nchi kama 3, nafikiri ni Ghana, Tanzania, yes. Sasa alivyokuwa kule Ghana alisema kwamba Afrika haihitaji watu imara, haihitaji viongozi imara. Sio tu kuwa na mtu imara maana yake matatizo ya Afrika yatakuwa yametatuliwa. Hapana, lakini Afrika inahitaji mifumo imara. Kwa sababu kupitia taasisi imara. Yes, kwa maana ya taasisi imara. Yes. Nikisema mifumo imara maana yake ni taasisi imara. Kwa sisi tunaamini Chadema kwanza changamoto za msingi za vijana zitatatuliwa siku tukija kuwa na mifumo imara. Tukiwa na taasisi imara. Leo tunatolea tu mfano. Leo tunayo sera ya vijana ya mwaka 2007 imefanywa marekebisho mwaka 2024. Yes, sera ya vijana inasema vijana wanapaswa kushiriki katika shughuli za maamuzi. Vijana wanapaswa kuwa na ajira zenye staha. Vijana wanapaswa kuchagua na kuchaguliwa. Kushiriki ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi ya taifa ni vijana. Sera inasema hivyo. Lakini sasa uhalisia ni nini? Uhalisia ni anaweza kusema sasa hivi vijana wanashirikishwa, unaweza kusema unaona katika ushirikishwaji wa sasa. Nilikuwa nataka niende kwenye msingi wa kulijibu hilo swali. Sasa sera inasema hivyo, lakini ukweli ni kwamba hayo mambo yamesema hivyo ni hypothetical tu, ni kama nadharia. Lakini kwenye uhalisia hakuna mpango wowote utakaouona wa kuhusu kumkomua kijana hapa alipo. Na changamoto zetu zote hizi tulizonazo, kwa mfano nikitolea mfano issue ya masuala ya ajira na kadhalika, msingi wa hizi changamoto ni mfumo wetu wa elimu kwenye taifa letu. Je, mfumo huu wa elimu unamtengeneza kijana kuja kupambana na soko la ajira lililopo? Tuashumu kama ungekuwa una nafasi wewe ya kufanya maamuzi katika mfumo wa elimu, masuala ya ajira, unafikiri ni vitu ambavyo ni vipaumbele vitatu katika kutuletea suluhisho ambao ni practical kwa maana ya ajira pamoja na elimu, ni vitu gani ambavyo unatazama kupitia miwani ya Bavicha ama ya Chadema katika mapana yake? Yes, kwanza sisi tumesema uzuri sisi Bavicha tunao sera yetu ya vijana. Unajua sera yetu ya elimu ina kitu kinaitwa elimu rasmi na elimu isiyo rasmi. Sasa elimu isiyo rasmi maana yake ni uchongaji, muziki, haya masuala yote ya kiteknolojia ndio elimu isiyo rasmi kabisa. Lakini ukienda kwenye nchi kama China, wenzetu ambavyo sisi tunasema sio rasmi, wao kwao ndo rasmi. Yani kama wewe baba unataka mwanao awe daktari, maana yake wewe ndo utamtafutia mahali pa kwenda kusoma udaktari. Hivyo ni vitu ambavyo wao wanaamini kwamba uweze tu kulikomboa taifa kwa kusema eti watu wote wawe madaktari. Kwa hiyo sasa miongoni mwa kitu ambacho sisi tunakiamini kabisa ni kwamba studies za mikono. Yes, studies za mikono, elimu ambayo ni practical. Ni vitendo. Sasa leo Mheshimiwa Heche huwa na mfano wake, anasema leo elimu yetu mtoto anaenda shule anaambiwa sui Baba Juma sui anachonga kinyago, Mama Juma anapika wali, Juma anacheza mpira. Mtoto anaanza kuulizwa maswali. Juma anafanya nini? Sui anacheza muziki, anacheza mpira, akiweka mpira ndo kapata. Sasa elimu ya namna hiyo haiwezi kututoa hapa tulipo. Kwa hiyo hoja yetu ya msingi ni kwamba ili taifa hili litoke hapa lilipo ni lazima kwanza tubadilishe namna yetu ya kufikiri, tubadilishe sera zetu, tubadilishe mifumo ya uendeshaji wa taifa letu, tuwe na watu ambao wanaweza kuwa kweli wakaendana na dunia sasa tuliopo nayo. Taifa lina rasilimali nyingi sana na tunalo tatizo kubwa sana la kiuongozi kwenye taifa letu. Yes. Kuna mtu ambaye anaweza akasema kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimepata fursa katika, nafikiri kwa sasa hakuna nafasi nyingi especially kwenye sehemu kama ya bunge, lakini miaka ya nyuma kulikuwa kuna majimbo mengi yalikuwa chini ya Chadema.
kuna mtu anaweza akasema kwamba una mfano gani halisi wa kusupport kwamba pamekuwepo na juhudi za kufanya marekebisho ama sehemu za kujenga fursa za vijana kama masuala ya elimu, ujasiriamali, ajira na masuala kama hayo kwa kipindi cha nyuma katika maeneo ambayo Chadema alikuwa akiongoza? Kwanza vyovyote itakavyokuwa, hata hizo nafasi ambazo Chadema imewahi kuzipata huko nyuma, nimekwambia tatizo la msingi ni tatizo la kimfumo. Yaani sio tatizo la fulani kuwa diwani eneo fulani au kuwa mbunge eneo fulani. Hilo ni la kwanza tunapaswa kuelewana. Lakini jambo lingine la pili, hata hizo nafasi zote ambazo watu wa Chadema walipata, sio kwamba wao walikuwa wanakusanya kodi, sio kwamba eti wao walikuwa ni serikali. Na mara zote watu ambao wamepata nafasi kupitia Chadema hawajaiacha kushauri, kutimiza wajibu wao wa msingi, kushauri na kuelekeza kwamba taifa hili uelekeo wake unapaswa kuwa ni wapi. Na bahati nzuri tunawafahamu wawakilishi ambao wamewahi kutokana. Mtaa wetu ni maarufu sana na haupo mbali na wewe. Sasa nimehamia. Ni hapo tu, mtaa wa tatu kutoka kwako. Naishi kwa raha sana. Mtaa wa tatu. Jipate na Coca-Cola kwenye Hello Crown. Mtaa wa tatu. Coca-Cola, dakika za mwishoni, inawezekana leo ndo ikawa bahati yako. Tuna mwenyeji mwekundu ambaye anatuagahaga hivi. Jana ilikuwa ni finali kati ya Spain pamoja na Argentina, aka Wasela, aka mechi hadi mwisho. Wewe ulikuwa timu gani wewe? Ulikuwa Argentina. Mimi nilikuwa Spain. Yaani nilisema toka mchana. Na nilisema siangalie mechi kwa sababu na hakika Spain tunachukua. Mwenyekiti ulikuwa wapi? Mimi nimeangalia mechi lakini Ila mwenyekiti timu yangu mimi ni katiba mpya na tone kwa sasa, kwa hiyo nilikuwa na washangaa tu wanaangalia. Wewe mwenyekiti wewe ulikuwa hata uelewi nini kinaendelea. Haya bwana, sasa kama jina uliangalia mechi bwana, Coca-Cola tunajua tulikuwa nao hapa muda wote tangu wakati wa kombe la dunia likianza, na walikuwa wanakuambia bwana, usiangalie mechi bule bule, unajua jipate na Coca-Cola. Unajipata vipi na Coca-Cola sasa? Hata leo unaweza kujipata na Coca-Cola. Licha ya kwamba jana uliambulia kidogo, unajua maumivu, wengine ilikuwa ni furaha, wengine ilikuwa ni nini. Sasa unachotakiwa kukifanya bwana, Coca-Cola wana kampeni yao ambayo ni kwamba wapenzi wa soka wa Tanzania, Coca-Cola imekupa nafasi ya kubadilisha hisia zako za FIFA World Cup kwa kupata zawadi kupitia Feel It All Challenge. Jana ulikuwa unaangalia finali, kwa hiyo hii inakuhusu sana sana sana. Sasa kama una video za jana ambazo umejirekodi wakati unashabikia ushindi wa Spain ukiwa na Coca-Cola, hata leo mechi ya marudio ikiwa inafanyika, jirekodi sasa hivi hapa wakati uko na Coca-Cola yenye nembo ya FIFA. Alafu kama timu yako ni Spain utaonyesha kushangilia, kama timu yako ni Argentina aka Wasela aka watu wa kugombana unaweza ukaonyesha hisia zako za kukasirika, hisia zako za kuchukizwa na vitu kama hivyo. Sasa unachotakiwa ukifanya kwanza unatakiwa kutembelea website ya coca-colafootball.com/Tanzania, kisha utajisajili pale, utatengeneza video yako hiyo fupi ya soka ukiwa unaonyesha hizo hisia zako. Then utaiposti video yako kwenye TikTok ama Instagram ukiwa tag Coca-Cola_TZ ama all the first hashtag Coca-Cola #FIFA World Cup. Lakini video yako ikipata views nyingi inapanda kwenye leaderboard na unaweza kushinda mpaka 500,000. Na kila wiki washindi wawili wamekuwa wakitoka na TV za nchi 43 pia Hisense. Sasa jiunge leo, onesha hisia zako zote. One more Coke for the game, Coke moto, Coke baridi kabisa. Popote pale ulipo. Tunaendelea. Tuko saa 2 na dakika 43. Tuko na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa mwenyekiti yuko jela. Sorry, mwenyekiti wa baraza la vijana la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bavicha. Mwenyekiti, nyinyi ndio injini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumeona watu wakiwa wanakuja na kuondoka, na wengi mnajua kabisa wameshafuruga sana huko walikotoka.
Umeona, lakini wakija Chadema mnawapokea. Ni kwamba hamjifunzi kutokana na yale ambayo alishawakuta nyuma, kwamba mnapokea watu kutoka sehemu nyingine wanawasaliti. Umeona, hamjifunzi kutokana na hayo. Ama ndio inakuwa ile wanasema watu kuna mtu anakuwa na kamradi kake hapo, ashapewa chochote kitu. Nafikiri siwezi kupinga. Nafikiri unaweza ukawa sahihi kwa namna moja ama nyingine. Lakini ambacho tunaweza kukisema ni kwamba Chadema kama chama cha siasa hakiwezi kukataa mwanachama mtu yote anayetaka kujiunga na Chadema, kama tu lilivyo kanisa au misikiti. Hakuna mtu ataenda kanisani au ataenda msikitini atasema mimi nimeamua kuslimu au mimi nimeamua kuokoka, kanisa likasema hatukutaki. Watakwambia tu taratibu zao. Basi na wewe utakuwa sehemu yao. Na siku ukizivunja wanakuaga. Na siku ukizivunja wanakuaga. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo na sisi Chadema tunalazimika kumpokea yoyote anayetaka kujiunga na Chadema, lakini ukweli ni kwamba kwa siku za karibuni wamekuwepo baadhi ya wanasiasa ni wafanyabiashara kwenye siasa. Ni watu ambao kwa kweli ukiwaangalia wao, mienendo yao na umma unawachukulia kwa namna hiyo. Kwa sisi kama chama na sisi kama Bavicha tumekuwa wazi mara zote kwamba tunawakaribisha kila mtu anayetaka kujiunga na Chadema, tunamkaribisha, lakini tutawakazia macho. Sisi kama vijana wa Chadema tunawakazia sana macho. Kila anayekuja tunamkazia macho kumwangalia hasa huyu mtu huyu kweli nia yake kweli ni kuja kuungana na sisi kudai mageuzi ya mara ya pili kwenye taifa letu, au amekuja na yeye ana nia nyingine. Kwa hiyo nafikiri taratibu za chama ziko wazi. Tunawapokea watu, lakini kwa kweli tuko makini na kila anayekuja kumwangalia hasa nia yake ya dhati ni nini, na pale ambapo chama chetu kikijiridhisha kwamba mtu huyu ana nia ya dhati, amekengeuka, ana nia ya dhati ya mapambano tunayoyafanya, wanachukuliwa hatua, kwa sababu bahati nzuri Chadema tunayo katiba na tunazo taratibu ambazo kwa kweli ni nzuri kabisa. Yes. Wakati huu najua mko ni wakati mgumu kidogo kwa chama, lakini pia wewe ni mmoja ya mjumbe pia wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Yes. Kuna minong'ono ambayo iko chini inasema kamati kuu ni kama mna mgawanyiko hivi ndani. Yaani kuna fukuta kama Chadema imepasuka hivi papo. Kuna watu wanamtaka makamu mwenyekiti endelee kuwepo kwenye nafasi yake, lakini kuna watu wanampinga, hawamtaki, na ndio hao wakati mwingine wanatumia hawa vibaraka wengine wa nyuma, wao hawakai front. Haya mambo ya kusema Chadema kuna mpasuko hasa ndani ya kamati kuu ambao nyinyi ndio moyo wa chama. Kwanza kweli kuna huo mpasuko upo, lakini pili, taarifa kama hizi kwa namna gani kinazoofisha zile juhudi za chama? Cha kwanza ambacho mimi naweza nikakisema au ninachokifahamu ni narudia tena, nafikiri kwanza simjui anayesema hayo mambo ni nani. Kwa hiyo mimi nachukulia kama ni umbea tu unaoendelea huko mtaani, sio mambo rasmi. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kinachonitia moyo ni kwamba majibu ya jambo hilo ni kwamba Watanzania ni wamoja. Sasa kama Watanzania wao wana ajenda yao moja ya kuiunga Chadema, Chadema sisi pengine tunaweza tukawashangaza sana Watanzania tusipokuwa wamoja. Kwa sababu umma unaiunga mkono Chadema, umma umesimama na Chadema. Sasa yani hata kama Chadema tusingekuwa wamoja, maana yake tungepaswa kujitafakari sana. Sasa nasitegemei kama Chadema kinaweza kuwa ni chama ambacho umma unakiunga mkono, umma unakipenda, umma unakipa ushirikiano wa namna hii, tone watu wanachanga 200 300. Kiambia chama chochote wachangishe hizo pesa kwa Watanzania wa kawaida, uone kama wanaweza kufikia hapo walipofikia. Kwa hiyo mimi nafikiri Chadema ni imara sana leo, na kama kuna mgawanyiko wa chochote na nini, nafikiri wakaulizwe hao wanaolifahamu jambo hilo. Ila mimi binafsi kwa nafasi yangu ya ujumbe wa kamati kuu, naamini Chadema ni moja. Umoja tu uliotetereka kidogo ni kwamba mwenyekiti wetu yuko ndani. Kwa hiyo tunamkosa tu mwenyekiti kwenye mapambano tulionayo. Nafikiri siku mwenyekiti akitoka nje, maana yake tutaendelea kuwa imara zaidi, kwa sababu ziko silaha zingine za chama zimepumzishwa mahali huko. Yes. Naam, katika practical terms wanasema, yani uendeshaji wa shughuli za kisiasa za kivyama in practice, unaona Chadema ina tofauti gani na vyama vingine ambavyo unaviona hapa Tanzania? Cha kwanza nafikiri Chadema kiko mbali sana kwa vyama vingine, kwa sababu ya kama ambavyo jina letu la chama, Chadema ni chama cha demokrasia na maendeleo. Nafikiri demokrasia ndani ya Chadema iko kubwa sana. Tutatolea tu mifano midogo ambayo ni ushahidi kwa Watanzania wote. Mara ya mwisho umeushuhudia uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chetu.
uchaguzi ambao kwa kweli kila Mtanzania aliushuhudia, aliuona, na tunavyodai kwamba tunahitaji kuwa na tume huru na uchaguzi huru. Tunahitaji vile kwamba tuwe kwenye taifa hili ambayo mtu wewe ukiamua kugombea unachukua fomu, unafanya kampeni, siku ya uchaguzi hata ukikaa nyumbani kwako utakuwa umekaa umelala unaangalia matokeo, na ukipigwa unasema kweli mimi nimepigwa. Ukishinda unasema. Kwa hiyo Chadema sisi ni chama cha kidemokrasia, mfano mmoja wapo kama huo, lakini mfano mwingine ni namna ambavyo kwenye chama chetu tunapeana nafasi. Kama una uwezo, Chadema kinachokufanya ufike mahali ni uwezo wako. Haturithi vyeo, yani wewe sio kwa sababu eti ni mtoto wa mzee nani, wewe baba yako ni fulani. Mambo ambayo kwenye vyama vya wenzetu utakutana baba ni waziri, baba ni kiongozi gani, mama sui ni nani, mtoto ni chipukizi huko, utasikia naye mtoto wa kiongozi naye ni kiongozi kwenye wilaya au jimbo lake. Mambo Chadema on merit, unapata nafasi kwa sababu ya una nini kichwani kwako. Kwa hiyo inatofautisha sana Chadema na vyama vingine. Yes. Hapa mwenyekiti umesema chama chenu kina demokrasia ya kutosha, kina uhuru wa kutosha. Kuna watu waliondoka ndani ya Chadema na moja kati ya sababu ambazo walizitaja huko walikoenda, walisema moja ni kutokusikilizwa, lakini ndani ya chama kuna chuki. Umeelewa? Kama wale ambao walikuwa hawamuungi mkono mwenyekiti, kama kuna genge jingine huko chini yake lote ambao linamuunga mkono mwenyekiti ni kama linawachukia zaidi. Lakini pia tatu, kuna visasi. Sasa kama kuna haya yote na wewe unatuambia kwamba ndani yenu kuna demokrasia, unadhani kwa nini watu wanatoka ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wengine wakiwa walikuwa ni viongozi kwenye nafasi za juu kabisa, na wengine walikuwa hadi kamati kuu, wengine walikuwa halmashauri kuu, na walikoenda upande wa pili wakasema ndani ya Chadema ukionekana tu unataka haki, unataka maslahi, basi wewe ni adui, unaonekana kidogo mkorofi, na nyinyi mnatuambia kuna demokrasia? Natamani sana nijibu maswali ya namna hiyo, lakini maswali yote yenye element vya propaganda, uongo. Lakini si mwanachama wenu, ni kweli? Ndio nasema hivyo, na mimi ushauri wangu ni kwamba tafuteni muda pia mumwalike Brenda. Nafikiri Brenda Rupia, mkurugenzi wetu wa habari na mawasiliano, ni mtaalamu mzuri sana wa kudili na maswali ya namna hiyo. Sisi kama Bavicha, vijana wa Chadema, tunaamini tuna mambo mengi sana ya msingi ya kujadili kwenye taifa hili. Tuna changamoto nyingi sana. Juzi hapa nilisema yako masuala ya kiusalama, vijana hawana uhakika kesho kama wataamka salama. Tuna changamoto nyingi sana hizo za kiuchumi zinazowakumba vijana. Leo kijana kwenye taifa hili ukiamua tu hata kutaka kufungua kampuni, yani umeamua kufungua kampuni yako, ufanye biashara, ufanye chochote, mifumo ya kodi unalazimika kuwa na mapesa si chini ya milioni 1, milioni 2 ulipie tu reseni na maushuru mbalimbali. Sasa mambo kama hayo nafikiri sisi kama vijana tunatamani sana tuendelee kuwa tunazungumza masuala kama hayo. Kwa hiyo hakuna kwa sababu umesema wewe hapa. Ili swali limekuja kwa sababu umesema chama chenu kina uhuru sana, kina demokrasia. Swala la watu kutoka na kuingia kwenye vyama vya siasa halijawahi kukoma na halitakuja kukoma. Sio Chadema. Hiyo kauli mwenyekiti ya kusema kwamba ndani ya Chadema hakuna demokrasia kama wewe ambaye umetuambia hapa, kusema ndani ya Chadema kuna visasi, kuna chuki, hiyo kitu kweli ipo? Ndani ya Chadema tunacho chama ambacho kwa kweli kinaongozwa kwa sheria na taratibu. Kwa hiyo yoyote ambaye atakiuka misingi au taratibu za chama, hatuwezi kuogopa kuchukulia hatua eti kwa sababu tukichukulia hatua utasema hatuna demokrasia. Demokrasia ni pamoja na kuheshimu sheria na taratibu za chama. Kwa hiyo na kwa taarifa yako Krina, ni kwamba hao walioondoka Chadema wengine leo wanarudi kwa kasi sana. Ndio maana swali lako hapo awali ulikuwa unaniulizia kuhusiana na habari ya watu kurudi kwenye chama. Sasa kama kulikuwa hakuna demokrasia uliondoka na leo tena unarudi, maana yake nafikiri ni ushahidi tu kupitia maswali yako unaona kabisa ni kwa namna gani Chadema kuna demokrasia kubwa sana. Mimi kwa haraka tu, Bavicha kama mkono wa chama ambao unashughulikia maslahi ya vijana katika kipindi cha hapa tulipo na miaka 5 iliyopita, ni sehemu gani ambazo unaona ni mambo gani ambayo umeyasimamia kuwasaidia vijana na ni yapi ambako unafikiri pia mngeweza mkafanya vizuri zaidi ya pale mlipofika? Cha kwanza Bavicha, kwa miaka hii ya karibuni imekuwa ni baraza ambalo ni sauti ya vijana, changamoto za vijana, pale wanapolia vijana Bavicha inalia nao, pale wanapofurahi Bavicha inafurahi nao. Kwa hiyo kwa kweli kama baraza la vijana, na nitumie pia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza kaka zangu waliotangulia kama viongozi wa baraza letu la vijana, kwa maana ya Patrick Ole Sosopi, kwa maana ya Mwalimu John Pambalu,
John Heche, wamekuwa John Mnyika, wamekuwa ni vijana ambao kwa kweli wamelinda hadhi ya vijana wa Chadema, na vijana wa Chadema tumeendelea kuwa sauti ya vijana. Tumeshiriki kwa kiwango kikubwa sana kuhamasisha vijana, kutoa elimu kuhusiana na mambo ya kisiasa, haki binafsi, haki za binadamu, uelewa wa vijana, ushiriki wa vijana katika kufanya maamuzi. Tumefanya hiyo kazi kwa kiwango kikubwa sana, na kwa kweli tunajivunia sisi wengine kuwa vijana ndani ya Chadema, kwa sababu tunaamini tumetimiza wajibu wetu hasa wa kimsingi kama ambavyo tulipaswa kufanya hivyo. Yes. Kwa mtu mwingine ambaye pengine anakusikiliza kama mwenyekiti wa Bavicha, mara Chadema ameshika hatamu leo. Unafikiri katika siku 100 za kwanza kabisa ni mabadiliko gani ya kisera ambayo unafikiri wewe utarecommend immediately kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya vijana? Cha kwanza kama nilivyosema, ukiachana na mambo makubwa, sera ni jambo linalofuata. Jambo la kwanza kubwa ambalo sisi tunalisema siku zote ni kwamba hata kama ukiwa una sera nzuri kwa kiwango gani, kama mifumo ya kuzisimamia hizo sera ni mibovu, kama una katiba mbovu kwenye taifa, maana yake kuna changamoto tutakuwa nayo. Kwa jambo la kwanza ambalo sisi tunaamini, katiba ni nyaraka ambayo inaamua maisha ya kizazi kilichopo, kizazi cha kesho na kizazi kingine, pengine vizazi 4 hata 5. Marekani katiba itakuwa ni katiba. Yes, Marekani katiba yao leo wanayoitumia ni katiba imetengenezwa mwaka 1800 huko, 1880 ngapi huko. Sasa toka enzi hizo hiyo katiba yao wanaitumia mpaka leo. Kwa sisi kitu cha kwanza ambacho vijana wa Chadema tutakipigia kelele ni kwanza, na lazima tuwe tuna katiba ambayo itakuwa msingi wake utakuwa ni wananchi haswa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba kwa mfano umezungumza masuala ya sera, ni lazima tuwe na sera ya vijana ambayo kwa kweli itakuwa ni sera ya karne hii ya kizazi cha sasa. Ni sera ambayo itakuwa inayatizama maisha ya kijana wa leo, wa kesho na wa kesho kutwa. Tutahakikisha tunatengeneza taifa ambalo kwa kweli kila mmoja ananufaika na rasilimali za nchi yetu. Tuwe na rasilimali ambazo zitamnufaisha kila mtu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.